Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, ni ile simulizi yako pendwa inayoitwa Msaliti wa Mapenzi sehemu ya 8. Kama endapo utakuwa hauja subscribe channel yetu, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Kwa upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Juu kulia mwa simu yako kuna vitufe ambavyo utakavyoviona, lakini fuatilia kitufe ambacho kina alama ya jumlisha. Moja kwa moja utakuwa umetufollow Baba Sam the King channel. Kwa upande wa TikTok tunachokuomba follow, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa ni kukaribishe sehemu ya 8 ya simulizi hii, Msaliti wa Mapenzi. Tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea. Baada ya kumpatia namba yule dada, alionyesha ishara ya kumwaga, na akaonyesha pia ishara kwamba aende akamwage Ibrahim. Yaani ishara zote hizo anaonyeshwa kijana wa kuitwa Jeremia Mwamoto. Alikubali kwa kichwa kama ilivyo kawaida. Hatimaye yule dada akaondoka, na hapo ndipo ambapo Jeremia alirudi mpaka pale ambapo alipo Bwana Ibrahimu Mhina. Hapo ndipo walipoanza safari ya kurudi kuelekea nyumbani kwao ambapo walipopanga. Walienda moja kwa moja wakafika, na baada ya kufika, pesa hizo Bwana Ibrahimu alienda moja kwa moja akaziweka kwenye simu, na baada ya kuziweka kwenye simu akabakisha chache ambazo zitakazowalinda humo ndani. Siku hiyo ikawa imepita, lakini usiku akiwa anajiandaa kulala, ameshamaliza kula, na Jeremia akiwa ametoka nje akaelekea kwa jirani yao ambaye alikuwa anaitwa Tendawema, ambapo ni sehemu ambapo yeye alikuwa na skrini sasa. Kwa hiyo alikuwa anapenda sana kuonyesha masuala ya mipira. Sasa wakati huo kuna timu fulani ilikuwa inacheza, ambapo ilikuwa inacheza mida ya saa 3 usiku. Jeremia Mwamoto aliamua kuenda moja kwa moja mpaka kwa huyo Tendawema ambaye ni jirani yao kabisa, ili aweze kwenda kutazama huo mtanange wa timu mbili ambazo zinaendelea kucheza.
Wakati anaenda moja kwa moja, Ibrahimu akiwa amejituliza, akiwa na mshukuru kimoyomoyo Mwenyezi Mungu kwa kuweza kumpatia kwa siku hiyo fedha nyingi ambazo hakuzitarajia, simu ilianza kuita. Na baada ya kuanza kuita, aliipokea. Na baada ya kuipokea, mazungumzo ya Ibrahimu pamoja na mtu wa upande wa pili yalikuwa kama hivi. Yaro. Na kusikiliza. Samahani, wewe ndio yule kaka ambaye nilichukua namba yake? Ndiyo mimi hapa. Najua kwa wakati ule mchana sikuweza kujitambulisha kwamba ninaitwa nani, na wala hata sikutaka kuongea. Kwa majina ninaitwa Flora. Sijui utakuwa unamkumbuka yule dada anaitwa Flora. Kwa kweli, kwa kumbukumbu jinsi ambavyo nimekuona pale, nilijua tu kwamba huyu mtu inawezekana nitakuwa nilisoma naye, lakini kwa kukukumbuka kwamba unaitwa nani, kwa kweli huu utakuwa ni uongo. Mimi ninaitwa Flora Chana, kama mnakumbuka. Niliwapiteni darasa moja, nyinyi niliwaacha nyuma. Flora Chana, ni kama hilo jina sio geni kwangu. Sasa namna jinsi ambavyo nilisikia kuna kipaji kikubwa cha kuandikia nyimbo watu na mambo mengine mengi, umesambaza vipeperushi hapa na pale. Sasa sikiliza, mimi kwa kweli nimechukua namba yako, nimekupenda, ninahitaji niishi na wewe, sijui unaniambiaje? Hii nayo kali. Halikiaje? Wewe niambie kama uko tayari kunioa. Mimi niko tayari kuwa mkeo. Niambie basi hata maneno ya faraja nifarijike. Hebu ngoja kwanza, nitakupigia kesho. Nitaweka salio langu ili niweze kukupigia mimi mwenyewe. Sawa? Hapana, hata kama ukisema sasa hivi, najua ngoja yaumiza matumbo. Angalia mwenzio nisije nikaumia tumbo. Ninakupenda mwenzio na ninakuahidi, yani chochote kile utakachoniambia niko tayari kufanya, kwa sababu nakupenda mwae.
Nimesema hivi, tulia kwanza, sawa? Tulia kwanza, nitakupigia mimi mwenyewe kesho, na pia nitaomba kwanza tuonane ili tuweze kuzungumza wote kwa pamoja, ili mambo yaweze kukaa sawa, kwa sababu hapo nilikuwa bize, sikukuangalia vizuri. Kwa hiyo nataka uje kwanza tuongee mengi, nikutazame, alafu nijue nini ambacho kinaweza kujiri. Sijui umenielewa? Haya, nashukuru sana, na wewe pia. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Ibrahimu alishangaa sana. Aliwaza sana, lakini hakuweza kupata majibu. Huyu dada atakuwa ni nani? Flora Chama. Je, walishawahi kukutana sehemu? Na kama kweli alikuwa ni mwanafunzi mwenzao aliyowapita darasa, sinamaanisha kwamba yeye ni mkubwa kuliko Ibrahimu. Aliwaza mengi sana, lakini tangu aanze kutembea kufanya kazi hiyo, hakuna dada hata mmoja ambaye alishawahi kumtamkia maneno kama hayo au kuja kuchukua namba pasina mshangao wa aina yeyote. Maana huyu dada amemshangaza. Amekuja kamtumia rafiki yake Jeremia ili kuweza kuipata hiyo namba, na wakati mwingi alikuwa akiongea na Jeremia, yeye akiwa bize Ibrahimu kuandika nyimbo za watu. Sasa huyu ni dada wa mshangazo kweli kweli. Hakuwahi kuwaza kama endapo haya mambo yanaweza kutokea, lakini ni kweli yamemtokea sasa. Na tangu aanze kufanya hiyo kazi hajawahi kumwona dada yeyote ambaye anakuja yeye mwenyewe, mara amemchukua rafiki yake, amempeleka pembeni, wamezungumza, alafu wamekuja rafiki yake na kuanza kumwambia kwamba kuna dada anaomba namba. Haijawahi kutokea. Alikaa kawaza, kaona pengine inawezekana ikawa ndiyo fursa ya kupata mwanamke. Lakini vipi atakapopata mwanamke? Huyu rafiki yake Jeremia atamweka wapi? Hayo ndiyo mawazo mengine aliyokuwa akiyawaza. Lakini baada ya kukaa sawa, alijiwazia moyoni mawazo yake. Wakati alipokuwa akiwaza, alijisemea sana kimoyomoyo, sasa kwa hali kama hii, ni kweli nikishamchukua kama kweli atakuwa ni mke ambaye atakayekuja kuishi na mimi milele, itabidi nifanye hivi, tena niwe mjanja wa mambo fulani. Yaani familia itakuwa imeongezeka, maana mwanamke atahitaji nimlishe, atahitaji nimpike, lakini pia huyu rafiki yangu atahitaji niendelee kuishi naye. Sasa cha kufanya, itabidi huyu rafiki yangu tutafute sehemu pa kuweza kufungua eneo letu, tuweke bango kwamba tunaandikia wasanii nyimbo wale wasiojua kuandika, lakini pia
tuwe tunauza bidhaa fulani, huenda hiyo nitatoboa, huenda hiyo nitatoboa. Wacha nione nini ambacho kitakachojiri. Baada ya kuwaza mawazo kama hayo, alijifikiria pia kwamba atakuja kumtafutia rafiki yake huyo chumba kingine ili yeye aanze kuishi na mke wake humo ndani. Baada ya yote hayo, usiku ulipoingia sana, rafiki yake Jeremia alikuja. Alikuta mlango umeegeshewa na hatimaye alifika na kufungua na kuingia ndani baada ya mpira kuisha. Alilala kwa sababu alimkuta rafiki yake ameshalala muda mrefu sana. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 8 ya simulizi hii, Msaliti wa Mapenzi, imeishia hapa. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel yetu, inaitwa Baba Sam The King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo, moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam The King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Na kwa upande wa TikTok, juu kulia kuna vitufe ambavyo vipo pale. Sasa wewe gusa kitufe chenye alama ya jumlisha, hapo utakuwa umetufollow Baba Sam The King channel. Tunachokuomba follow, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Je, unahisi huyu dada Flora Chama atakuwa anampenda kweli Ibrahimu Muhina? Ni kitu gani ambacho huenda atakuwa anataka kukifanya kwa Muhina? Unahisi wataoana kweli? Endelea kuifuatilia, usiache. Mimi ni Hasbi02 Baba Sam The King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Unaangalia Baba Sam The King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha.